imekuwaje sasa akaitwa Yesu Kristo? Ndipo hapo nataka tuangalie, na kwa nini imekuwa ni Yesu Kristo. Luka sura ya 3 mstari wa 23. Yesu Kristo mara baada ya kufikisha miaka 30 ya kukua kwake, baada ya kubatizwa na Yohana Mbatizaji kule Jordan, baada ya kushukiwa na Roho Mtakatifu na kutambulishwa kwamba huyu ndiye mwana mpendwa niliyopendezwa naye, msikilizeni. Baada ya kuingia katika jaribu akiwa amefunga siku 40 usiku na mchana, baada ya kuanza huduma kule Galilaya, na alipofika katika mji wa Nazareti, tunaona katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 17 hadi wa 21, Yesu Kristo aliomba chuo gombo, kitabu alichoandika nabii Isaya. Biblia inasema akafungua sehemu iliyoandikwa, Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenipaka mafuta kuwahubiria masikini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufungwa kwao. Kwa hiyo Masihi maana yake aliyepakwa mafuta, yani ni Kristos. Bwana Yesu asifiwe. Na yoyote aliyepakwa mafuta ya Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, kuna jukumu, hayo mafuta yanakuwa juu ya mtu kwa ajili ya kufanyaje? Ya kutimiza jukumu fulani la kimungu, Mungu aliyokusudia hapa chini ya jua. Mara baada ya kumaliza miaka 30, Yesu Kristo akabatizwa, Roho wa Mungu akamtambulisha, Roho wa Bwana akatimiza kile ambacho nabii Isaya alichokiandika kwenye Isaya sura 61 mstari wa 1 na wa 2. Roho wa Bwana yuko juu yangu. Alafu mstari wa 21, Luka sura ya 4 mstari wa 21, anasema maneno haya aliyoandika nabii Isaya leo yametimia wapi? Mbele yenu, yametimia machoni kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38, tunamwona Daktari Luka anaelezea kwa maandishi, akimwandikia Theofilo, akiwaandikia Wakristo wa kanisa la kwanza, na pia akiwaandikia ulimwengu mzima, namna Mungu alivyompaka Yesu mafuta ya Roho Mtakatifu na kuzunguka huku na kule akiponya wagonjwa na kuwafungua waliokandamizwa. Msisitizo mkubwa ambao nataka tuelewe, Yesu ndiye Kristo au Yesu ndiye mpakwa mafuta. Kwa nini nasisitiza? Na Roho Mungu anataka tuelewe hilo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 36 anasemaje? Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Mungu amemfanya huyo Yesu mliyomsulubisha kuwa ni Bwana na Kristo. Kristo maana yake ni Masihi, kuwa mpako wa mafuta. Na mafuta hayo yalikuwa ni kwa kusudi la kuikomboa jamii ya wanadamu iliyopotea. Mafuta hayo yapo kwa ajili ya kumfanya mtu aliyefungwa, aliyekandamizwa aweze kuwa huru, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, kuwatangazia masikini wasiofahamu kweli ya neno la Mungu, kuwatangazia habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasemaje katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 1? Anasemaje? Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Kila mtu anayeamini Yesu ni Kristo, Yesu ni Masihi, amezaliwa na nani? Kumbuka, imani zote duniani wote tunaamini kwamba Yesu ni nabii, si ndio? Yesu ni messenger, ni mjumbe. Lakini tunapokuja kutofautiana na imani nyingine ni pale tunapokuwa tunasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na ni Masihi aliyekuja kwa ajili ya kukomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri.
Yohana sura ya 20 mstari wa 30 hadi wa 31. Anasema, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hichi, katika hii Biblia. Lakini hizi zilizoandikwa, hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Yameandikwa mambo mengi. Biblia inasema yamkini yangeandikwa yote, vitabu visingetosha kusoma hapa duniani, si ndio? Ila yale yaliyoandikwa na kutunzwa ni ili mimi na wewe na yule tuweze kuamini kwamba Yesu ni nani? Ni Kristo. Nisikize vizuri. Amesema katika kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 25 na 26, mazungumzo kati ya Yesu Kristo na yule mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria anasema, najua kwamba Masihi anakuja. Wayahudi na Wasamaria katika Torati, sheria ya Musa, iliwaambia kwamba Masihi atakuja, na atakapokuja ufalme wake utakuwa ni wa nini? Wa milele, au utakuwa una kikomo. Manabii mbalimbali wameandika. Isaya sura ya 9 mstari wa 6, wa 7 na wa 8 ameandika ufalme wa huyu Masihi atakayokuja utakuwa ni wa milele. Kwa hiyo mwanamke Msamaria anamwambia, najua kwamba Masihi atafanyaje? Atakuja. Yesu Kristo anamjibu, anamwambia, mimi ninayesema na wewe ndiye Masihi aliyeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajitambulisha mwenyewe kwamba mimi ninaosema nilioko mbele yako, mimi ndiye Masihi. Zingatia, kutambua Yesu kuwa ndiye Kristo au ndiye Masihi inahitaji ufunuo au uvuvio wa Roho Mtakatifu. Pasipo kuongozwa na Roho wa Mungu hauwezi ukakiri wewe. Yule aweza kakiri kwamba Yesu Kristo, Yesu ndiyo Kristo, Yesu ndiyo Masihi. Mtume Paulo anawaandikia Warumi sura ya 10, andika Warumi sura ya 10 mstari wa 1 na wa 2. Anawaambia, nyewe Wayahudi mna jitihada nyingi sana katika kufanya mambo ya Mungu, lakini jitihada zenu sio katika maarifa. Unaweza ukamtumikia Mungu lakini unamtumikia Mungu usiyemjua. Wakati fulani Paulo mitume walienda sehemu fulani, wakakuta watu wameweka kibao, kanisa limeandikwa kwa Mungu tusiyemjua, kwa Mungu asiyejulikana. Watu wanamwabudu Mungu, watu wanamsifu Mungu, watu wanamtukuza Mungu, lakini ni kwa Mungu asiyekuwa na maarifa naye. Kitu cha kwanza Mungu anachokitaka kwenye maisha yetu, maarifa yake yafunuliwe ndani ya maisha yetu. Yanapofunuliwa, ule utambulisho wa sisi ni nani mbele za Mungu, au kazi ya msalaba, kazi kamilifu ya kidhabihu ilifanya nini kwenye maisha yetu, inafunuliwa ndani ya maisha yetu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo sura ya 16 mstari wa 16. Baada ya Yesu Kristo kuuliza, Mathayo 16:16, akawaambia wanafunzi wake, huko mtaani wanasema mimi ni nani? Wengine wanasema wewe ni Elia Mtishibi, wengine sio ni nani yule aliyetumwa, wengine messenger. Akawaambia, na nyie wanafunzi wangu mnasema mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Petro kwa kuongozwa na ufunuo wa Roho Mtakatifu akasema, wewe ndiye Kristo, wewe ndiye Masihi. Yesu akamwambia, damu na nyama havijakufunulia kwamba mimi ni Masihi, ila Baba yangu wa mbinguni. Kwa hiyo kumjua Mungu inahitaji Roho wa Mungu atuwezeshe. Amesema kwenye Wakorintho sura ya 2 kuanzia mstari wa 9 pale mpaka wa 16, mambo ambayo moyo haujawahi kuingiza au sikio kusikia au macho kuona, asema mambo hayo Mungu anawafunulia wale ambao wanawapenda kwa yule Roho Mtakatifu aliyoko ndani yetu. Yeye ndio anatufunulia siri za ufalme wa Mungu. Mambo ambayo yamejificha ni siri, hajafunuliwa bado. Wayahudi bado mpaka sasa hivi wanamtarajia Masihi. Mnaelewa hilo? Wanasema kwamba watajenga madhabahu
hekalu la mwisho, pale ambapo umejengwa msikiti. Waislamu wameweka msikiti wao pale Israeli, wanasema utabomolewa, utajengwa nini? Hekalu. Na watakapojenga hilo hekalu, umesikia hizo elimu watakapojenga hilo hekalu, watamchinja yule ng'ombe asiyekuwa na doa, ng'ombe mwekundu. Watachinja, wataleza madhabahu, watachinja pale. Watakapomchinja, ndio masihi wao atakuja. Yesu akawaambia, andika kwenye Yohana sura ya pili. Yohana sura ya pili mstari wa 19 hadi wa 21. Yohana 2:19 hadi 21. Akawaambia, bomoeni ile hekalu ambao wamejenga baba yenu, mimi nitalijenga ndani ya siku ngapi? Siku 3. Wakasema, mtu huyu ni mpuzi kweli, amechanganikiwa. Baba yetu Suleiman amejenga hekalu hii miaka 46 na nusu. Yeye atawezaje kujenga ndani ya siku 3? Anasema kumbe alikuwa wajui, anazungumza habari sio hekalu hujengwa kwa mikono ya wanadamu. Alikuwa anazungumza habari ya hekalu lake, yaani wale watakao muamini, amini kazi ya msalaba, kazi kamilifu ya dhabihu, watafanyika kuwa ni mahekalu ya Mungu, watamuhifadhi Mungu. Mungu atafanya makao ndani yako. Ufunuo anasema, yoyote nitakayegonga, atakayenifungulia, nitakuja ndani yake, nitakula, nitakunywa na yeye, nitakaa ndani yake. Yesu anasema kwenye Yohana sura ya 14, Yohana sura ya 14 mstari wa 23 na 24. Anasema, mkimwamini baba yangu atawapenda, na mimi na baba yangu tutakuja kufanya makao wapi? Kwa hiyo hekalu Mungu analozungumzia sio hekalu lilojengwa na mikono na kuweka tiles na makapeti. Andika Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 24. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 24. Anasema, Mungu aliyeumba mbingu na nchi hakai katika hekalu lilojengwa na mikono ya wanadamu. Mungu hakai hapa. Yule ambaye amembeba Mungu ndani yake, anaposimama hapa ndio anamdhihirisha Mungu tokea ndani yake, ila Mungu hakai hapa. Ndio maana kwa kushindwa kujua kwamba Mungu hakai kwenye matofali na tiles, watu wanaogopa, wanatetemekea madhabahu, wanafanya dhambi huko, matendo mabaya, alafu kama hajapanda hapa wanaomba rehema kila siku na masamaha, Mungu nisamee. Hawajui kwamba ile wanayoitetemekea sio madhabahu halisi. Madhabahu halisi ni wao wenyewe. Wao ndio mahekalu halisi na mioyo yao ndio madhabahu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliyeumba mbingu na nchi hakai katika hekalu lilojengwa kwa mikono ya nani? Ya wanadamu. Mwambie jirani yako, wewe ni hekalu la Mungu na moyo wako ni madhabahu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri. Yohana sura ya 1 mstari wa 11. Anasema, alikuja kwake walio wake, wala walio wake hawakumpokea. Yesu Kristo alikuja kwa walio wake hawakumpokea. Alikuja kwa Wayahudi, wawili wakamkataa. Mpaka hivi leo Israeli, kule ambapo watumishi wa Mungu na mabishop na kola zetu tunaenda na wachungaji kwenda kuchukua maji ya mto Yordani, kuchukua mafuta ya mzaituni, wanamtukana huyo Yesu unayemwabudu wewe na kumtumikia na kusema Yesu ni Bwana. Hawaamini kwamba Masihi alishakuja. Kule Israeli tunapoenda kule, hawaamini. Ukitaka kutumia macho na kupiga na mawe, kaseme kwamba Yesu Kristo ni Masihi, ndio utaelewa kwamba Wayahudi walimkataa Yesu Kristo mpaka hivi leo. Wewe wana Masihi wao. Bwana Yesu asifiwe. Tutoke katika mentality kwamba sehemu takatifu ni Israeli, au sehemu Mungu anaweza kukusikia labda kwenye mlima fulani. Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, saa inakuja Mungu atapatikana huko kwenye mabonde wala milima wala kule Yerusalemu kwenye hekalu. Mungu atabudiwa katika nini? Roho na kweli. Sio sehemu ndio inaamua Mungu apatikane. Ni yule ambaye anamwamini Yesu Kristo na aliyejazwa Roho Mtakatifu ndio anamwabudu Mungu katika roho na kweli. Mgeukie jina lako mwambie, unamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya, mtu mmoja. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 46. 13:46 Matendo ya Mitume. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema, ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu. Anawaambia Wayahudi kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali hilo neno la Mungu na kujiangalia nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni twawageukia watu wa mataifa.
Anamwambia neno la Mungu lililetwa kwa ajili ya Wayahudi kwanza, lakini kwa kuwa mmelikataa, andiko nasema jiwe lile waliokataa waashi wajenzi, sasa limekuwa jiwe la nani? La pembeni. Na andiko anasema katika kitabu cha waraka wa Yohana, anasema ninyi mmefanywa kuwa ni mawe ya roho, mmejengwa kuwa nyumba ya nani? Ya Mungu. Wewe, mimi, yule, wote kwa pamoja mwili wa Kristo ni mawe ya roho. Yesu Kristo ni foundation, ni msingi. Tumejengwa juu ya msingi ambayo ni Kristo Yesu Masihi, kama mawe ya roho kuwa mwili wa nini? Wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasemaje Yesu kwenye Mathayo 24 mstari wa 24? Anasemaje? Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alisema, bahati nzuri hata kwenye Korani imeandika, si wanamhitaji yule huyu ambaye Yesu alikuwa anasema hapa atakayetokea, atawadanganya wengi, atakuwa na ishara nyingi, wengi watamfuata, kundi kubwa watu litamfuata, lakini atakuwa sio Masihi. Si Waislamu wanamhitaji, lakini wameandika kwenye Korani yao watatokea Masihi. Maandiko mengine yanasema watatokea makristo wa uongo. Watasema Kristo yuko huko. Mtakaposikia Kristo yuko huko, Kristo yuko huko, msishangae. Kristo alishakuja, anaishajifunua ndani ya mioyo yetu, mioyo ya waamini siku nyingi. Nitakusomea waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 18. Anasema, watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Wengi wanajuaga mpinga Kristo atakuja. Kwa taarifa, kwa habari njema, mpinga Kristo alishakujaga muda mrefu sana.